Umewahi kujiuliza, kuna wakati una jambo naliwaza, unatamani hili jambo ningefanikisha, lakini hatua kuzifanya unaogopa. Umewahi kujiuliza ni nini kinachokuogopesha? Umewahi kufikiria kwa nini unaogopa? Umewahi kuwaza kwa nini ninaogopa? Unaogopa kwa sababu kuna chumba ndani yako ambacho hujakifungua thabiti kwa ajili ya makazi na uweza wa Mungu uliye naye. Mungu anatembea na mtu sawa sawa na ambavyo anatamani huyo mtu atembee na Mungu. Mungu ukitembea naye kama mtoto, atatembea na wewe kama mtoto. Mungu ukitaka atembee na wewe kama mdogo kabisa, ndivyo Mungu atatembea na wewe hivyo. Lakini Mungu ukitembea naye kwa ukubwa, ukitembea naye kwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, Mungu anaanza kujifunua vivyo hivyo. Ni sawa na mtoto wako. Mtoto wako hatembei na wewe, haongozani na wewe kama mtoto mwenzie. Ndio maana mtoto akikutana na shida, utasikia naenda kusema kwa mama, naenda kusema kwa baba, kwa sababu anaelewa kiwango cha mzazi wake, ana uwezo wa kuwapiga watu wote chini ya jua. Mtoto hajawahi kukosa imani kwa mama yake au kwa baba yake, na ndio maana mbele ya mtoto hutakiwi kuongea udhaifu. Hata kama hauna pesa, hata kama hauna mahitaji ya kutimiza, anapokuletea usianze kuleta longolongo kwamba baba yako hajaniachia chochote. Hapana, tulia. Mwambie, mwanangu, nitakufanyia, nitakusaidia, tutafanya, kwa sababu ana imani ya kwamba unaweza kutimiza mahitaji yake yote. Sasa tukirudi kwa Mungu, wana wa Mungu wanafika mahali kuogopa hatua za kufanya mambo, hatua za kutenda mambo makubwa, kwa sababu ya ndani yao kuna wasiwasi wa mahusiano yao na Mungu. Ukiishi na Mungu kwa wasiwasi, ukiishi na Mungu kwa kubahatisha, Mungu hawezi kukuletea ule ukubwa alio nao. Ukubwa wa Mungu unadhihirika kwa watu ambao wamekubali kuona ukubwa wa Mungu. Ukubwa wa Mungu unatokea kwa mtu ambaye amekubali ya kwamba Mungu anayaweza mambo yote bila kuhisi.